Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika robo nyingine mpya ambayo ina mada inayosema kuunganishwa mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai, ikiwa ni mada ambayo tutaangazia katika robo hii mpya. Na katika wiki ya leo tutaweza kuangazia mada yenye kichwa inayosema twaudhiwa bali hatuachwi, ikiwa ni katika wiki ya Disemba 27 hadi Januari 2. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutaalika uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukurani kwa robo hii mpya ambayo tunaenda kuianza, na tutaweza kujifunza vile ambavyo uliweza kumtuma mwana wako wa pekee ili aweze kuja katika ulimwengu huu kuweza kutufia dhambi zetu na vile vile aweze kutukomboa. Hivyo basi tunakuomba ukaweza kuwa pamoja na sisi katika robo hii tutakapokuwa tukiangazia mada hizi, ili tuweze kujifunza na maisha yetu yakaweza kuwa yameweza kuguswa kutokana na yale ambayo tutajifunza. Zaidi ya yote, uwepo wako ukazidi kuwa pamoja na sisi, ukaweza kututumia Roho Mtakatifu ili tuweze kuchanganua maneno haya kupitia uvuvio wake, na ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini, amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Wafilipi, sura ni ya 4 aya ni ya 4, ambayo inasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Na kama vile ambavyo tutaweza kuona katika kitabu ni cha Wafilipi, takriban mara 16 neno furaha ama furahini limeweza kuzungumziwa pale ama limeweza kuandikwa katika kitabu hiki. Kwa hivyo lazima tuweze kujifunza, je, inakuwa vipi na mambo ya furaha na kufurahi, na tunawezaje kufurahi katika Bwana siku zote licha ya kuwa kuna changamoto katika ulimwengu huu, licha ya kuwa kuna panda shuka. Kuomba uweze kujiunga pamoja na mimi kwa takriban majuma 13 ili tuweze kujifunza mada hizi. Katika utangulizi, kama vile ambavyo nimesema, mada ni kuunganishwa mbingu na dunia, ambapo tunamkuta Kristo ndiye anaweza kuunganisha dunia na mbinguni. Kristo pekee ndiye ambaye anaweza kuunganisha mbingu na dunia. Kwa hivyo tutaweza kumwangalia Yesu Kristo kama mwana wa Adamu, vile ambavyo anaweza kuunganisha mbingu na kuunganisha ulimwengu huu ama ukipenda dunia. Unapofikiria kusudi la mpango wa wokovu ambao ni kuunganisha mbingu na dunia, linaonekana kama jambo lisilowezekana unapokuwa na mtazamo wa nje, lakini tunaona Yesu Kristo pekee ndiye ambaye anawezesha mpango huu mzima. Naam, vile vile tunaweza kuona kwamba unaposoma katika kitabu ni cha Mwanzo sura ni 28 aya ni ya 11 kushuka, unakutana na Yakobo pale ambapo aliweza kuwa na ndoto, na katika ndoto ile aliweza kuona ngazi ambayo ilikuwa inatoka katika mbingu na kufika ulimwengu, na ngazi hii juu kabisa Mungu ndiye ambaye alikuwa pale, alafu kwenye ngazi malaika walikuwa wakipanda na kushuka. Na unaposoma katika kitabu ni cha Yohana 1:51 tunaweza kupata ufafanuzi wa ile ngazi ni gani, ambao tunaambiwa kwamba ngazi ile ilikuwa ikimrejelea Yesu Kristo ambaye anaweza kuunganisha ulimwengu na vile vile kuunganisha mbingu. Na kumbuka, Yesu kama mwana wa Mungu anaweza kutupa mfano wa kuishi, na vile vile Yesu kama Mungu anaweza kutupa uwezo wa kuweza kuishi maisha ya kitaua. Kwa hivyo tunaweza kuona vile ambavyo ubinadamu unapomtegemea Mungu unaweza kuwa na matunda mazuri. Kwa hivyo wanasema divinity na humanity. Uungu unapokuja pamoja na ubinadamu, Mungu anatuwezesha kuweza kusimama imara na kuweza kushinda vita. Katika siku ya Sabato mchana kuna kisa ambacho kimepatianwa pale, ambapo tunaona kwamba mchungaji Mwadventista aliyetiwa kifungoni kwa mashtaka ya uongo alikaa karibu miaka 2 gerezani. Ingawa mwanzoni alifadhaishwa sana, alitambua kwamba Mungu alimpa gereza hilo kuwa eneo lake la utume. Wafungwa wenzake walipojua kwamba yeye ni mchungaji, walimuomba ahubiri. Alihubiri na akatoa machapisho pia. Hata alibatiza wafungwa na kuendesha ibada ya meza ya Bwana. Mara nyingi alikiri ilikuwa vigumu kuhudumu gerezani, lakini pia kulikuwa na furaha hasa ulipoona maombi yanajibiwa na maisha kubadilishwa. Kwa hivyo vile vile tutakumbana na Paulo ambaye kama huyu jamaa
Paulo pia vilevile aliweza kuandika nyaraka za Wafilipi na Wakolosai akiwa gerezani, kama vile ambavyo tutaweza kusoma katika kitabu ni cha Wafilipi 1:7. Tutaweza kuona alikuwa kifungoni. Wafilipi 1:7 inasema hivi, neno la Mungu linasema, vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea Injili na kuidhibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Kwa hivyo tunaona licha ya kuwa yuko gerezani, kama vile ambavyo tunaelezewa, alikuwa akiwafikiri waumini wenzake. Kwa hivyo aliweza kuweka waumini wenzake mbele yake kwanza, kwa sababu ingekuwa rahisi sana kwa mtu wa Mungu huyu kusema hainifaidi chochote mimi kuwa mimi niko gerezani kwa sababu ya Injili. Kwa hivyo ingekuwa rahisi sana kuweza kupuuza utume wake, lakini anashikilia, anajua thamani ya kile ambacho ako nacho, na anapotambua hiki inakuwa vigumu kuachilia. Kwa hivyo hata sisi lazima tuweze kutambua dhamana ya kile ambacho tuko nacho, ili tuweze kukishikilia kwa nguvu, tusije tukakiachilia. Naam. Vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Wakolosai 4:3, Wakolosai 4:3 vile vile inatueleza Paulo akiwa kama mfungwa. Wakolosai 4:3 inasema, ni mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambaye kwa ajili yake nimefungwa. Kwa hivyo alifungwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Pengine unajua ni jambo moja kuwa umefungwa pengine kwa kitu ambacho ni ukweli, labda wizi ama kitu kingine, lakini hebu fikiria kufungwa kwa sababu ya Yesu Kristo kwa tuhuma za uongo. Inaweza ikakuvunja moyo, lakini huyu hakuweza kuvunjika moyo. Na unaposoma katika kitabu cha The Acts of the Apostle, unapata kwamba kutokana na kufungwa kwa Paulo aliweza kuwahimiza washiriki hata zaidi, kwa sababu aliweza kuona ujasiri ambao alikuwa nao. Kwa hivyo kwa yeye kuenda pale gerezani ilikuwa ni kana kwamba ni kitu kibaya. Hakuelewa, lakini mpango mzima wa Mungu unapodhihirishwa, unakuja kupata kwamba alipokuwa pale kifungoni aliweza kutenda makuu ambayo hangeweza kuyafanya ikiwa hangekuwa gerezani. Pale tunaona akiweza kuandika nyaraka akiwatumia hawa Wafilipi, Wakolosai na wengine ambao aliweza kuandikia, Timotheo vile vile. Kwa hivyo tunaweza kuona kutokana na kufungwa kwake makubwa yanaweza kutekelezwa kwa ajili ya utume kwa Mungu. Mara nyingi hatupendi kufurahia pale ambapo tunakuwa kifungoni, lakini tutaweza kuona kwamba Paulo anasema furahini katika Bwana, furahini siku zote. Si kana kwamba anatuambia tuweze kufurahia kile ambacho kinatokea. Unaweza kuwa labda wewe ni mgonjwa, unaweza kuwa labda kifo kimekujilia katika familia yako. Hasemi uweze kufurahia kile ambacho kimetokea, lakini katika hali hizi zote uweze kuwa na furaha ukiweza kujua kwamba Kristo yuko pamoja na wewe. Unaposoma katika kitabu ni cha Zaburi 139 unapata kwamba Kristo yuko kote. Kwa hivyo katika mambo yote, katika majanga yote, katika kila jambo muhusishe Yesu Kristo. Jua kwamba Kristo yuko pamoja na wewe. Hakuachi kamwe. Sisi ndio ambao mara nyingi tunamwacha Kristo. Kwa hivyo Paulo anapotambua hili, anaweza kufurahi siku zote, haijalishi yuko wapi, msimu gani ama ni kipi ambacho kinatokea. Uwe msimu wa baridi, uwe msimu wa joto, yeye aliweza kutambua uwepo wa Mungu uko na yeye, na ni Mungu alikuwa akimuongoza. Kwa hivyo pia na sisi hili liweze kuwa jambo ambalo pia sisi tunalitambua. Kwa hivyo tunaona Paulo ametoa maisha yake katika kumtumikia Yesu Kristo. Ikiwa utumishi huo unajumuisha kuwa mfungwa, yu tayari. Paulo anajielezea kama mjumbe katika minyororo. Unaposoma Efeso 6:20, alikuwa katika safari ya kimishonari akianzisha makanisa na kuwapa mafunzo watendakazi kwa ajili ya Bwana. Huenda angeuliza, kwa nini niko hapo wakati ningeweza kufanya mengi zaidi bila minyororo hii? Paulo pia alitiwa gerezani baadaye. Alipoandika waraka wa pili wa Timotheo, unatambuliwa kama waraka wa kichungaji. Kwa hiyo angalau vitabu 5 vya Agano Jipya viliandikwa alipokuwa gerezani. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatatu ambayo ni Paulo katika vifungo.
Paulo katika vifungo, na tunaona bado anazidi kumtumainia Bwana licha ya kuwa yuko kifungoni. Na pengine jambo ambalo tunaweza kujiuliza sisi, je, inakuwa vipi popote na Yesu utakuwa na yeye? Kuna wimbo ambao unaimbwa, popote na Yesu niko salama. Je, popote na Yesu unamwamini kwamba aweze kuwa kiongozi wa njia zako? Unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 6:5. Wakorintho wa pili 6:5 inasema hivi, inasema katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio unafiki, katika neno la kweli na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna vigezo ambavyo vilimwezesha Paulo kuweza kusimama akiwa pale kifungoni, na mambo haya ni kama vile ambavyo nimeyasoma hapa. Unaona kuna wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio na unafiki. Haya ni mambo ambayo yanamwezesha kuweza kusimama. Na tunaweza kuona pia vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 4:7. Wakorintho wa pili 4:7 inasema hivi, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Unaposoma 12 inasema basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu na kutuhudhurisha pamoja nanyi. Kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi, shukrani izidishwe na Mungu atukuzwe. 16 Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku. Alikuwa anajua hili. 17 Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. 18 Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa hivyo Paulo licha ya kuwa alikuwa akiyapitia mateso haya, macho yake hayakuwa yanaangalia mateso ya muda huo, yalikuwa yakilenga mbele, ambayo yalikuwa akiona kwamba yale ambayo yanaonekana ya muda yatapita, lakini alikuwa anajua kwamba kuna yale ambayo hayaonekani, ambayo ameahidiwa uzima wa milele. Unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 2:9, kuna ahadi ambayo Paulo alikuwa akijua na aliweza kuweka tumaini lake pale. 2:9 inasema hivi, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kwa hivyo aliweza kujua kuna yale ambayo Mungu amewaandalia wanaompenda, na kwa hivyo tumaini lake lilikuwa limejengeka kwa ahadi hii. Na kwa hivyo licha ya kuwa alikuwa kifungoni, ni mtu ambaye hakuwa na yumba, hakutishika. Je, wewe uko katika kifungo gani? Je, ni magonjwa? Je, ni kifo? Je, ni kukosa kazi? Je, ni kipi hiki ambacho kimekuweka katika kifungo, ambacho kinataka kukukatisha tamaa? Kama Paulo, tambua ahadi za Mungu, uweze kupiga moyo konde ukijua kwamba haya ni ya muda na kitambo yatapita. Haidhuru maisha yalikuwa magumu kiasi gani, Paulo aliweza kujitia katika upande chanya wa mambo, na hilo lilimpa ujasiri wa kustahimili mfadhaiko. Licha ya shetani kutupa kila kitu alichoweza, Paulo alijua kwamba hakuwa ameachwa. Kwa hivyo tambua kwamba haujaachwa. Mungu yuko pamoja na wewe. Mara nyingi tunaweza kujaribiwa kutazama hali zetu, udhaifu wetu au kushindwa kwetu wakati uliopita na kuvunjika moyo. Ni katika nyakati kama hizi ambapo tunahitaji kukumbuka msaada wote wa kushangaza aliyoutoa Mungu ili tufanikiwe katika kupambana na uovu. Mojawapo ya njia muhimu zaidi ni Biblia yenyewe, neno la kweli, kwa sababu tunaweza kujifunza kutokana na makosa ya wengine na pia kujifunza jinsi watu hao walivyofaulu. Pia Roho Mtakatifu anawezesha kile kilichofanywa na mkombozi wa ulimwengu. Ni kupitia kwa Roho kwamba moyo inatakaswa.
Kupitia kwa Roho, muumini anakuwa mshiriki wa asili ya kiungu. Kristo ametoa Roho wake kama uweza wa kiungu ili kushinda mielekeo yote ya uovu iliyoridhiwa na iliyokuzwa na kupiga chapa tabia yake mwenyewe juu ya kanisa lake. Kwa hivyo la kufanya ni kuweza kukubali kazi, utume wa Roho Mtakatifu ili tuweze kumpatia nafasi kubadilisha maisha yetu. Siku ya Jumanne ni Paulo huko Filipi. Unajua Paulo alikuwa anajitayarisha kwenda kwingine ambako ukisoma unapata ni kwenda Asia ndogo unaposoma Matendo ya Mitume 16:6. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kumjilia yeye kupitia kwa ndoto na kumwambia kwamba kulikuwa na kilio kule Makedonia. Kwa hivyo anaweza kupata ujumbe kwamba kulikuwa na kilio kule Makedonia na huduma yake ilihitajika kule. Kwa hivyo anawacha kwenda Asia ndogo na kuweza kugeuza safari yake kuelekea katika mji wa Makedonia. Lakini anapokuwa anakwenda Makedonia ni mtu ambaye tunajua Paulo alikuwa ni mtu mwenye kuweka mikakati yake vizuri. Kwa hivyo anaweza kuweka mikakati yake na kuweza kutambua jiji la Filipi kwamba huu ndio mji ambao angeanza. Na tunajua Filipi ulikuwa mmoja ya miji yenye kuheshimiwa zaidi ya ufalme wa Rumi, ukipewa hadhi ya juu zaidi ambao mji ungeweza kupewa. Raia wake walikuwa na fadhila zile zile kama kwamba mji huo ulikuwa nchini Italia, ikiwa ni pamoja na kusamehewa kodi ya ardhi na kodi ya vichwa, na mtu yeyote aliyezaliwa katika mji huo moja kwa moja alikuwa raia wa Rumi. Pia kilikuwa kituo muhimu katika njia ya Egnatia ambayo ilikuwa barabara kuu ya nchi kavu inayounganisha Rumi na Mashariki. Kuunganisha uwepo muhimu wa Kikristo huko kuliwezesha kuleta injili katika miji mingine ya karibu, ikiwa ni pamoja na Amfipoli, Apolonia, Thesalonike na Berea. Unapotazama mji huu ni mji ambao ulikuwa kituo ambako kilikuwa kimejiweka mahali ambapo kulikuwa ni kuzuri sana. Wanasema strategic position. Ni mahali ambapo kulikuwa na mkutano kama vile ambavyo tumesema, na pale ambapo wapitaji wanapita wanaposikia ujumbe huu, wanapokuwa narudi makwao walikuwa wakipeleka ujumbe huu. Kwa hivyo Paulo anapotambua hili kupitia kwa Roho Mtakatifu anaweza kuanzia Makedonia, na pale tunajua kwamba anaweza kufanya mambo ambayo hayangefanyika pasipo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alijua kwamba Filipi ingekuwa kituo bora cha ufukoni kwa ajili ya kutangaza injili katika Ulaya yote, ingawa kungekuwa na mateso. Licha ya ubaya wake, mateso yanaweza katika hali fulani kuwezesha injili kuwafikia watu ambao vinginevyo wasingeweza kufikiwa, kama vile ambavyo tulisoma katika utangulizi, yule jamaa ambaye alijikuta gerezani kwa tuhuma za uongo, na akiwa pale gerezani alikuwa akieneza ujumbe wa Mungu. Kwa hivyo ukiangalia kwa jicho la binadamu si vizuri yeye kuwa pale gerezani, lakini ukiweza kuangalia katika upande mwingine unapata uwepo wake pale gerezani ni mateso ndio, lakini ujumbe huu unaweza kueneza, unaweza kupeperushwa hata zaidi kwa sababu ya yeye kuwa pale. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweza ona mateso kwetu sisi ni kana kwamba ni changamoto, lakini mateso haya Mungu anaweza kuyatumia kwa utukufu wake. Kwa hivyo tusije tukawa sisi ni watu wa kulalamika kwa haraka, kwa sababu unajua mara nyingi Wakristo wanakuwa ni watu ambao wenye malalamishi mengi, hivi kwamba unapata watu wanashangaa Wakristo hawa wanakaa ni watu ambao hawana furaha. Unaposoma katika roho ya unabii inasema Mkristo anapaswa kuwa mtu mwenye furaha. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni Paulo na Kolosai. Kutokana na kazi ya Paulo kule Efeso, kuna mmoja ambaye anafahamika kama Epafra ambaye alikuwa ni mkazi wa Kolosai, ambaye aliweza kumsikia Paulo akiweza kuhubiri, na katika kumsikiza Paulo akiweza kuhubiri, anaporudi Kolosai anarudi na ujumbe huu, na kwa hivyo anaweza kuwa ile cheche ya moto ambaye aliweza kupata pale anapeleka kule kwingine na kuanzisha cheche. Kwa hivyo cheche moja inaanzisha cheche nyingine, inaanzisha cheche nyingine, alafu inakuwa moto ambao hawezi ukazimika. Ndipo sasa tunaona kwamba kuna wakati ambapo
Ni kana kwamba ujumbe huu uliweza kuzagaa kote, lakini ni kutokana na huduma ya Paulo ambaye alikubali kutumika licha ya mateso ambayo alikuwa akiyapitia. Aliweza kukubali kutumika. Katika kitabu cha Ufunuo kinashuhudia jinsi injili ilivyoenea katika eneo hilo lote. Unaposoma Ufunuo 1:4, maelezo yenye kukubalika zaidi kuhusu mafanikio haya, ikiwa na pamoja ya kuenea kwake hadi Kolosai, ni matokeo ya kazi ya wale ambao Paulo aliwaongoa, ambapo walisikia ujumbe kwa mara ya kwanza huko Efeso, mji muhimu zaidi katika Asia ndogo na bandari kubwa. Epafra alimsikia Paulo akihubiri huko Efeso, na akiwa mmoja wa watenda kazi wenzake alipeleka injili katika mji wake wa Kolosai, mji wenyewe kama maili 9 kilomita 15 kusini mashariki mwa Laodikia, ambako tunakutana na Laodikia katika kitabu cha Ufunuo. Ndipo unachambuliwa sasa. Kwa hivyo hatujui sana habari zake ikilinganishwa na miji mashuhuri zaidi ya eneo hilo. Tunajua ilikuwa na idadi kubwa kiasi ya Wayahudi, yenye Wayahudi wapatao 10,000 walioishi katika eneo hilo la Frugia. Unaposoma katika Filemoni 15 na 16 ambayo inasema, maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Tokea sasa ni kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa kwa mimi sana, na kwako wewe zaidi sana katika mwili na katika Bwana. Basi kama ukiona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyo kama mimi mwenyewe. Kwa hivyo tunaona kwamba aliweza kumtaka aweze kumpokea huyu ambaye alikuwa ni mtumwa kama mmoja wao. Na vile vile tunaona kwamba utumishi wa Mungu bado unazidi kuenea. Na siku ya Alhamisi ina mada inayosema makanisa ya Filipi na Kolosai. Naweza kuona kama kuwafunza watendakazi wema kama Timotheo na Epafra, na kufanya maandalizi kwa ajili ya uongozi wa makanisa mahali vilikuwa kipaumbele kwa Paulo, na vilipanua mikutano yake ya uinjilisti. Kwa maneno mengine, kulikuwa na mbinu ya kimkakati ya kuifikia jamii kwa injili na kuwafanya wadumu katika imani. Na kwa hivyo tunaweza kuona kwamba hata sisi ni wajibu wetu kuweza kuwa na mikakati ya kuweza kuwafikia wengine, ili kuweza kujaribu kuwafikishia habari za Mungu, kuweza kuwafikishia ujumbe wa malaika watatu, ili waweze kujua kipindi ambacho tunaishi hivi sasa, hukumu inaendelea. Kwa hivyo ni wajibu wetu kuweza kujitia wakfu, kwa sababu ni wakati ambao tuko kipindi cha lala salama. Kwa hivyo popote ulipo, wewe ni mwakilishi wa Mungu. Mungu ameweza kukuweka uweze kuwa mtume wake, ili uweze kupeleka injili. Kwa hivyo usije ukazembea shambani mwa Bwana. Ni ombi langu kwamba utaweza kujumuika pamoja na mimi katika majuma 12 ambayo yamesalia, ili tuweze kujifunza mengi, tuweze kumjua huyu Kristo mwana wa Adamu. Je, ameweza kuelezewa vipi katika kitabu ni cha Wafilipi na Wakolosai? Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini, tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tuko na wingi wa shukrani kwa kuweza kujifunza kwamba tuweze kukutumainia licha ya changamoto ambazo tunakumbana nazo. Zidi kuwa pamoja na sisi na wasikilizaji popote walipo. Yale ambayo tumeweza kujifunza katika siku ya leo yakaweza kuwa ya manufaa katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.